Dunia imeanza tena kuangalia kwa karibu eneo la Asia Mashariki baada ya Korea Kaskazini kurusha kombora la balistiki kuelekea baharini. Katika tukio ambalo limeongeza mvutano katika rasi ya Korea, kombora hilo lilirushwa kutoka eneo la Wonsan kwenye pwani ya mashariki ya Korea Kaskazini. Na kwa mujibu wa taarifa kutoka jeshi la Korea Kusini, kombora hilo lilisafiri zaidi ya kilomita 700 kabla ya kuanguka katika maji ya bahari ya Mashariki. Tukio hili halikuwa tu uzinduzi mwingine wa kombora. Kilichofanya dunia lilitazame kwa karibu zaidi ni muda ambao kombora hilo lilirushwa. Uzinduzi ulifanyika siku chache kabla ya kuanza kwa mazoezi makubwa ya kijeshi yanayofanywa na Marekani na Korea Kusini, yanayojulikana kama UFS. Mazoezi hayo yalianza Agosti 17, 2026 na yalikuwa yamepangwa kufanyika katika mazingira ambayo tayari kulikuwa na mvutano mkubwa kati ya Korea Kaskazini upande mmoja na Marekani pamoja na Korea Kusini upande mwingine. Na hapa ndipo swali kubwa linapoanzia. Je, Korea Kaskazini ilirusha kombora hilo kama ujumbe wa kisiasa? Je, ilikuwa ni sehemu ya mpango wake wa kawaida wa kutengeneza na kujaribu silaha mpya? Au Pyongyang ilikuwa ikitoa onyo kwamba haikubaliani kabisa na uwepo wa wanajeshi wa Marekani na mazoezi ya kijeshi karibu na mipaka yake? Ili kuelewa kinachoendelea, tunahitaji kurudi nyuma na kuangalia historia ya mvutano huu. Tukio hilo lilitokea katika eneo la Wonsan. Wonsan ni mji muhimu wa pwani ya mashariki ya Korea Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi kutoka Korea Kusini, kombora hilo lilirushwa karibu saa 6 asubuhi kwa saa za eneo hilo. Jeshi la Korea Kusini lilisema lilikuwa likifuatilia uzinduzi huo pamoja na Marekani. Mara tu kombora liliporushwa, mifumo ya ufuatiliaji ilianza kuchambua njia ambayo lilisafiri. Taarifa ya awali ilisema liliruka zaidi ya kilomita 700. Japani pia ilifuatilia safari hiyo na kutoa tathmini yake kuhusu urefu na umbali ambao kombora lilisafiri. Hakukuwa na taarifa kwamba kombora hilo lililenga eneo la nchi nyingine. Lilielekea baharini na kuanguka katika maji upande wa mashariki wa rasi ya Korea. Hata hivyo, kwa sababu kombora la aina hii lina uwezo wa kubeba mzigo wa kivita na kufika umbali mkubwa, kila uzinduzi wa aina hiyo huchukuliwa kwa umakini mkubwa na nchi zinazozunguka eneo hilo. Watu wengi wanaposikia kwamba kombora limesafiri kilomita 700, wanaweza kujiuliza, je, huo ni umbali mkubwa kiasi gani? Kilomita 700 ni umbali mkubwa sana kwa kombora la masafa mafupi. Ni umbali unaoonyesha kwamba kombora hilo lina uwezo wa kusafiri zaidi ya eneo la karibu na eneo la uzinduzi. Hata hivyo, wataalamu bado walikuwa wakichambua aina halisi ya kombora hilo. Jeshi la Korea Kusini halikutoa mara moja maelezo yote kuhusu muundo na uwezo wake. Hii ni muhimu kwa sababu umbali pekee hauwezi kutuambia kila kitu kuhusu kombora. Wataalamu wanahitaji kujua kombora liliruka kwa urefu gani, lilikuwa na kasi kiasi gani, lilifuata njia gani, lilitumia teknolojia gani, na je, lilikuwa kombora la kawaida la masafa mafupi au toleo jipya lenye uwezo mkubwa zaidi? Baadhi ya wachambuzi walitoa uwezekano kwamba linaweza kuwa aina mpya au toleo lililoboreshwa la mfumo wa kombora ambao Korea Kaskazini umekuwa ukiendeleza. Lakini hadi uchambuzi kamili utakapokamilika, si sahihi kusema kwa uhakika kwamba kombora hilo lilikuwa aina fulani maalum. Jambo lingine lililoongeza wasiwasi ni kwamba hii haikuwa mara ya kwanza kwa Korea Kaskazini kurusha kombora kutoka eneo hilo ndani ya kipindi kifupi. Kombora jingine lilirushwa siku chache kabla. Kwa hiyo uzinduzi huu ulikuwa sehemu ya mfululizo wa majaribio ya silaha yaliyokuwa yakifanyika wakati ambapo mvutano wa kisiasa na kijeshi ulikuwa ukiongezeka. Taarifa za Korea Kusini zilionyesha kwamba uzinduzi huo ulikuwa mmoja wa majaribio ya kombora uliofanywa na Korea Kaskazini mwaka huu.
Hii inaonyesha kwamba mpango wa Korea Kaskazini wa kuendeleza silaha zake haujasimama. Badala yake, Pyongyang iliendelea kujaribu mifumo yake ya makombora katika vipindi tofauti. Sasa tunaingia katika sehemu muhimu zaidi ya taarifa hii. Kwa nini Korea Kaskazini imekuwa ikikasirishwa na mazoezi ya Marekani na Korea Kusini? Mazoezi hayo yanaitwa UFS. Marekani na Korea Kusini zinasema mazoezi hayo yana lengo la kuimarisha uwezo wao wa kujilinda iwapo kutatokea shambulio au mgogoro katika rasi ya Korea. Kwa upande wa Korea Kaskazini, simulizi ni tofauti kabisa. Pyongyang imekuwa ikitafsiri mazoezi hayo kama maandalizi ya kivita dhidi yake. Korea Kaskazini imekuwa ikisema kwamba uwepo wa majeshi ya Marekani na mazoezi makubwa ya kijeshi karibu na eneo lake ni tishio kwa usalama wake. Kwa hiyo kila mwaka mazoezi hayo yanapokaribia, mara nyingi dunia hushuhudia ongezeko la maneno makali kutoka Pyongyang na wakati mwingine majaribio ya makombora. Kwa upande mwingine, Marekani na Korea Kusini zinakanusha kwamba mazoezi hayo si maandalizi ya kuivamia Korea Kaskazini. Zinasema mazoezi hayo ni ya kujilinda, yaani mazoezi ya kujihami. Mazoezi ya mwaka huu yalilenga pia kukabiliana na vitisho vya kisasa kama mashambulizi ya mtandaoni, drones, kuvurugwa kwa GPS na aina mbalimbali za vita vya kisasa. Hii ina maana kwamba vita vya kisasa sio tena suala la mizinga na ndege pekee. Teknolojia imekuwa sehemu kubwa ya uwanja wa vita. Moja ya mambo yanayofanya mazoezi haya kuwa muhimu ni mabadiliko ya teknolojia ya kijeshi. Katika miaka ya hivi karibuni, dunia imeona jinsi drones zilivyobadilisha vita. Droni inaweza kutumika kwa upelelezi, inaweza kutumika kutafuta malengo, inaweza kubeba silaha, na katika baadhi ya mazingira inaweza kutumika kufanya mashambulizi kwa gharama ndogo zaidi kuliko ndege za kawaida. Ndiyo maana Marekani na Korea Kusini zimekuwa zikijaribu kuandaa vikosi vyao kukabiliana na teknolojia hizo. Pia kuna suala la GPS jamming. Hii ni hali ambapo ishara za GPS zinavurugwa au kudhoofishwa. Katika vita vya kisasa, kuvuruga mawasiliano na mifumo ya usambazaji kunaweza kuathiri ndege, magari, drones na vifaa vingine vya kijeshi. Kwa hiyo mazoezi ya mwaka huu hayakuwa tu kuhusu askari kupigana ardhini, yalihusisha pia teknolojia. Lakini nyuma ya suala la makombora kuna jambo kubwa zaidi. Ni mpango wa Korea Kaskazini wa silaha za nyuklia. Korea Kaskazini imekuwa ikiendelea na mpango wake wa nyuklia kwa miaka mingi. Serikali ya Pyongyang inaona silaha hizo kama njia ya kuhakikisha kwamba nchi nyingine haiwezi kuishambulia kirahisi. Kwa mtazamo wa viongozi wa Korea Kaskazini, kuwa na uwezo wa kujibu mashambulizi kunaweza kuzuia adui kuanza vita. Hii ndiyo dhana ya deterrence. Maana yake kwa ufupi ni kuzuia adui kufanya shambulio kwa kumfanya aamini kwamba gharama ya shambulio hilo inaweza kuwa kubwa. Marekani na Korea Kusini, hata hivyo, zinaona mpango wa Korea Kaskazini wa nyuklia na makombora kama tishio kubwa kwa usalama wa eneo. Hapo ndipo mzunguko wa mvutano unapoanzia. Korea Kaskazini inasema inahitaji silaha kwa ajili ya kujilinda. Marekani na Korea Kusini zinaona silaha hizo kama tishio. Kwa hiyo zinaimarisha ushirikiano wao wa kijeshi. Korea Kaskazini inaona ushirikiano huo kama tishio jipya na kisha inaendelea kuimarisha silaha zake. Hivyo mzunguko unaendelea. Sasa turudi kwenye kombora la kilomita 700. Kwa nini wataalamu wanazingatia sana muda wa uzinduzi? Kwa sababu kombora hilo lilirushwa siku chache kabla ya kuanza kwa mazoezi ya UFS. Hii inaweza kuwa na maana kadhaa. Kwanza, inaweza kuwa ujumbe wa kisiasa. Korea Kaskazini inaweza kuwa inasema, tunafuatilia kinachoendelea na hatutakaa kimya. Pili, inaweza kuwa jaribio la kawaida la silaha ambalo ratiba yake ilikuwa tayari imepangwa.
Wataalamu wengine wameonya kwamba si kila uzinduzi wa kombora lazima uwe umefanywa moja kwa moja kama jibu la tishio fulani. Korea Kaskazini ina programu ya muda mrefu ya kutengeneza na kujaribu makombora. Kwa hiyo ukweli unaweza kuwa mchanganyiko. Inawezekana kombora lilikuwa sehemu ya mpango wa majaribio uliopangwa, lakini muda wa kulirusha ulichaguliwa kwa sababu ulikuwa na umuhimu wa kisiasa. Japan pia imekuwa ikifuatilia kwa karibu matukio haya. Kwa nini? Kwa sababu Japan iko katika eneo ambalo linaweza kuathiriwa moja kwa moja na makombora yanayorushwa kutoka Korea Kaskazini. Mara nyingi makombora ya Korea Kaskazini hurushwa kuelekea baharini. Hata kama hayalengi Japan, serikali ya Tokyo hulazimika kufuatilia kwa karibu njia ya kombora. Japan pia ina mifumo yake ya ulinzi wa makombora. Kwa taarifa zilizotolewa, hakuna ushahidi kwamba kombora hilo lililenga mji au eneo la nchi nyingine, lilielekea baharini. Hili ni jambo muhimu sana kutofautisha. Kuna tofauti kati ya missile test na missile attack. Jaribio la kombora ni pale nchi inaporusha kombora ili kujaribu uwezo wa silaha yake. Mashambulizi ni pale kombora linaporushwa dhidi ya lengo maalum kwa madhumuni ya uharibifu. Katika tukio hili, taarifa zilizopo zinaonyesha lilikuwa jaribio la kombora kuelekea baharini, lakini hata jaribio kama hilo linaweza kuongeza mvutano wa kisiasa na kijeshi. Marekani na Korea Kusini zimekuwa na ushirikiano wa kijeshi kwa muda mrefu. Kuna maelfu ya wanajeshi wa Marekani wanaohusishwa na ulinzi wa Korea Kusini. Ushirikiano huo ni sehemu muhimu ya kuhakikisha usalama wa taifa. Korea Kusini iko karibu sana na Korea Kaskazini. Umbali kati ya maeneo muhimu ya nchi hizo mbili ni mfupi, na eneo la mpaka linalojulikana kama Demilitarized Zone, licha ya jina lake, ni moja ya maeneo yenye ulinzi mkubwa zaidi duniani. Pande zote mbili zina majeshi makubwa karibu na eneo hilo. Hii ndio sababu mvutano mdogo unaweza kuleta hofu kubwa. Mazoezi hayo yalipewa jina la UFS. Mwaka huu yalipangwa kuanzia Agosti 17. Marekani na Korea Kusini zilisema mazoezi hayo yanalenga kuimarisha utayari wa kukabiliana na vitisho vya kisiasa. Takriban wanajeshi 18,000 wa Korea Kusini walihusishwa katika mazoezi hayo kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa. Mazoezi hayo pia yalihusisha mafunzo yanayohusiana na vita vya ardhini, anga, mtandaoni na mifumo mingine. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba wakati mvutano ulipokuwa ukiongezeka, kulikuwa na mabadiliko kuhusu ukubwa na muda wa mazoezi hayo. Taarifa za hivi karibuni zimeleta mabadiliko mengine. Marekani na Korea Kusini zilikubaliana kupunguza muda na ukubwa wa mazoezi hayo. Badala ya kuendelea kwa muda mrefu kama ilivyokuwa imepangwa awali, mazoezi hayo yalipunguzwa hadi siku chache. Pia sehemu ya pili iliyohusisha mafunzo ya mashambulizi ya kukabiliana ilifutwa. Hatua hiyo ilihusishwa kwa agizo kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump. Taarifa zilisema Trump alitaka kupunguza kwa kiasi kikubwa ushiriki wa Marekani katika mazoezi hayo. Hii ilizua maswali mapya kuhusu mustakabali wa ushirikiano wa kijeshi kati ya Washington na Seoul. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amekuwa akisisitiza kwamba Korea Kaskazini lazima iwe na uwezo mkubwa wa kijeshi. Msimamo wake ni kwamba nchi yake haiwezi kutegemea ahadi za nchi nyingine kuhusu usalama. Badala yake, Pyongyang inataka kuwa na uwezo wa kujilinda yenyewe. Hii ndiyo sababu Korea Kaskazini imewekeza sana katika makombora, silaha za nyuklia, drones, mifumo ya kijeshi na teknolojia nyingine za kisasa.